kijiushirikina. Changamoto hazikosi, maana yake unapogombea si wewe peke yako utakuwa umegombea. Namna gani unafanya ili kuhakikisha hawa mabinti na hawa wanawake kwa ujumla wanainuka kiuchumi, kisiasa, kitamaduni? Na kwa hiyo nilipofika pale nikajiunga na lile kundi. Umewahi kukutana na hali ambayo inakupelekea kukata tamaa? Kuna ugumu wowote isipokuwa tu mimi sijatamani kwenda huko, nimetamani. Sasa leo katika harakati za kumtafuta mwanamke imara, wacha nisonge pamoja nawe moja kwa moja nikitokea Kigoma mjini mpaka Ujiji. Tunakwenda kufahamu harakati ambazo mwanamke imara anajishughulisha nazo. Ushirikina sasa mimi hata siujui wala siwezi kuusemea. Kwa sababu siujui na sijawahi kuusogelea. Wala hujawahi kuhisi labda pengine kinachosemwa kipo. Sasa kama kipo, maana yake nikiangalia wengi wanaozungumzia habari ya ushirikina. Lakini leo itakuwa ni tofauti, si katika masuala ya ujasiriamali pekee, hata katika masuala ya kisiasa. Wengi huogopa kuingia katika siasa kwa sababu ya jinsia. Akiwa mwanamke anaogopa kuingia kwenye siasa. Hebu twende tukajifunze yeye amewezaje kuingia kwenye siasa ili hali wengi wanaogopa. Sasa ambatana nami kuanzia sasa mpaka pale nitakapokuambia kwa heri na jaramba ninalifunga pale tutakapofika tamati. Twende pamoja nami. Awali tuanze kwa kutambua majina yako halisi kwanza, alafu tuendelee na mengine. Kwa majina naitwa Rukia Saidi Hassani, ni mkazi wa mtaa Kitenge, kata ya Machinjioni. Sawa, natamani kufahamu uliingiaje kwanza kwenye siasa? Mimi nilitamani kuwa mwanasiasa. Lakini nilitamani kuwa naitwa mheshimiwa. Ila tu nilithubutu kuwa kwanza niliingia kwenye chama. Baada ya kuingia kwenye chama nikaona uongozi unanifaa, mimi nikagombea. Na ni mwenyekiti kupitia chama gani? Chama cha Mapinduzi. Okay, sawa. Kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa awamu hii kulikuwa kuna changamoto nyingi sana. Kulikuwa kuna vijembe vya kila aina. Uliwezaje kumudu zile kashikashi zilizokuwa zikiendelea? Kwanza mimi ni mzoefu. Chaguzi nyingi nimeshiriki. Kwa hiyo nilizoziona niliona kama ni mboya rasharasha tu kwangu, sababu nilishapitia chaguzi nyingi. Nimewahi kuwa kiongozi wa serikali za mitaa kupitia wajumbe mara awamu mbili. Kwa hiyo huwa tunapitia changamoto kama zile za kawaida. Tofauti na kuwa mwenyekiti, umewahi kuwa na cheo gani kingine? Kwenye chama changu ni katibu wa wazazi wa kata ya Machinjioni. Naam. Na pengine labda kuna mtu aliyewahi kukushawishi kwamba wewe ukiingia kwenye siasa unafaa, ama ulikuwa unamtazama nani zaidi ambao ulikuwa unajifunza kutokea kwake? Mimi nilijifunza kupitia chama changu cha Mapinduzi. Ni nani baada ya kuona tu kata yangu ili tupate ushindi niingie kwa sababu nakubalika. Nikaona niingie. Mimi nilishawishi mimi mwenyewe na nikajikubali kama mama. Hakuna mtu ambaye alisema ukiingia pale unaweza kukaa? Kunishawishi kuniambia kwamba ukiingia pale unaweza kukaa ni viongozi wangu ambao wakata. Kuingia kwenye chaguzi za serikali ya mitaa, lakini mimi mwenyewe moyo wangu binafsi ulitamani kuwa kiongozi. Na pengine labda umesema ulitamani kuwa mheshimiwa, natamani kufahamu japo kwa uchache tu, ngazi ya uheshimiwa inaanzia wapi? Ngazi ya uheshimiwa inaanzia kwenye mtaa. Kwa hiyo sasa umechukua na umechukua nafasi uliokuwa unaitaka. Na una uzoefu wa muda gani mpaka sasa? Mpaka sasa kwenye serikali za mitaa na uzoefu wa miaka 10. Hujatamani kuvuka viwango pengine kwenda kwenye udiwani, ubunge na vitu vingine? Hapana. Bado sijatamani. Au kuna ugumu wa kuelekea huko? Hakuna ugumu wowote isipokuwa tu mimi sijatamani kwenda huko, nimetamani kuitwa mheshimiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Okay. Nilichokitaka ndicho nilichokipata. Okay. Siasa huwa ni ngumu sana kwa upande wa mwanamke, hasa mabinti, lakini hasa kina mama ambao wanatamani kuingia kwenye siasa, lakini unakuta kuna vikwazo vingi ambavyo vinawakwamisha na hawaingii kwenye siasa kama ambavyo wao walitamani. Unahisi labda changamoto ambazo huwa wanakumbana nazo hasa ni zipi? Changamoto huwa wanakumbana nazo mimi niseme ni kutokujiandaa. Awali unapokuwa unaishi katika mtaa, unataka kwanza utumie busara, ucheke na watu, uwe na mtaji watu, rasilimali watu.
Ukishakuwa na rasilimali watu, basi wewe moja kwa moja kutakuwa hakuna changamoto ya kusema labda utaogopa au utakuwa na shida zozote. Changamoto hazikosi, maana yake unapogombea si wewe peke yako utakuwa umegombea. Mtagombea vyama viwili, vitatu, vinne, wote watasimamisha wagombea. Lakini wewe kama unajikubali kwenye mtaa, huwezi kuwa na changamoto kama hiyo. Lazima kina mama wote watakuja watakuzunguka, mama wewe tunaondoka na wewe, tunaondoka na wewe. Mpaka mwisho wa siku unakuta kwenye uchaguzi unapita bila kupingwa. Wanasema au unachaguliwa. Naam, lakini wanasema pia siasa nyingi huwa zinaambatanishwa na rushwa na pengine mambo mengine mengi haramu na maovu. Wewe unahisi labda swala hili kwako halikutokea? Kwangu katika mtaa wangu sijawahi kusikia kwamba kulitokea rushwa. Lakini unasikia kwenye siasa za wengine? Huwa nasikia wanagawa tisheti, sijui wanafanyaje, lakini kwa upande wangu mimi hapana. Okay. Naam, na ugumu upo sehemu gani toka umeanza kuwa mwenyekiti wa mtaa mpaka leo hii? Umewahi kupitia ugumu kiasi gani katika kufanya shughuli zako wewe kama mwanamke kwanza? Ugumu au changamoto zilizopo hapa zipo kwenye upande wa serikali. Kama vile barabara mnazoziona hazipitiki, na hazipitiki si kwa sababu eti kwamba serikali imebomoa, hapana, kwa ajili ya mvua tu. Kwa hiyo ugumu ndio unakuja hapo, wanakuja wananchi kwamba njia hatuna mwenyekiti, na wewe ndio mwenyekiti wetu, simama ukatuombee. Unakuta unaenda kuomba kule bajeti bado haijakuwepo. Kwa hiyo ugumu upo hapo, lakini ugumu mwingine ni changamoto tu za kawaida. Mara wamegombana kina mama, kama kawaida yetu tunagombana kwenda na suluhisha hilo tu. Sioni ugumu wote kama mwanamke. Okay. Na tukirejelea hapa kwenye uongozi wako wewe, pengine kuna changamoto zile ambazo huwa zinakufikia unatamani kukata tamaa wakati mwingine? Umewahi kukutana na hali ambayo inakupelekea kukata tamaa? Changamoto ilinisikia changamoto moja ni watoto wadogo hao ambao wanaofanywa vitendo ambavyo vya ukatili. Baada ya kuwapata hao watoto, unawachukua unawapeleka kituo cha polisi. Mfano, unafika kituo cha polisi unapokelewa, lakini mtu anakuambia huyu alikuwa hajafanya. Mtuhumiwa anakaa wiki mbili, wiki ya tatu mnamuona mitaani. Hiyo ndio changamoto. Sasa tangu baba amefariki dunia, pengine unalea familia mwenyewe, vitu gani ambao unapitia, machangamoto zipi ambazo unazipitia? Changamoto nazipitia kwa sababu wawili ni wawili na mmoja ni mmoja. Lakini sina changamoto sana kivile kwa sababu mimi najishughulisha na shughuli zangu, lakini pia ninaishi na ndugu zangu na familia yangu ninayo. Huduma ndogo ndogo napata, sina changamoto zaidi na zaidi sana. Ila changamoto ni ile ya kusema kwamba niko peke yangu. Naam. Na kitu gani ambacho unajivunia kwenye maisha yako? Mimi najivunia, kwanza najivunia Mungu yupo. Ndio namba moja. Cha pili najivunia kwamba ninajikubali, ni mwanamke ambaye ninajikubali. Nikifanya biashara zangu napata riziki yangu ya kula, napata riziki ya kuwasomesha watoto wangu na nina wajukuu. Kwa hiyo ndicho ninachojivunia hicho. Turudi kwenye uwanja wa siasa. Kilichokuhamasisha wewe kuingia kwenye siasa, kwamba ulitamani ukiingia kwenye siasa ufanye kitu gani kikubwa? Kwanza mimi kilichonihamasisha kwenye siasa nimeianza 1999 nikiwa Green Guard wa wilaya. Baada ya hapo nilikuwa katibu wa vijana wa CCM. Kwa hiyo uhalisia tu wa maisha yangu, mimi nimekulia kwenye Chama cha Mapinduzi. Na ndipo nilipopenda siasa. Nilipenda siasa kupitia yani makuzi yangu mazima nimekulia kwenye Chama cha Mapinduzi CCM. Wengi ambao huwa unakuta kwenye siasa wanakuambia mimi baba yangu ndo alinihamasisha, alikuwa labda mwenyekiti, mama alikuwa katibu sehemu fulani, labda kaka zangu naangalia, ama kuna kiongozi fulani alikuwa anafanya vitu vizuri, nikaona huyu anaweza kuwa kioo kwangu, nikafuata nyayo zake. Wewe kwako ikoje? Hamasa ya kwanza nilipata baada ya kuwa nimeenda CCM wilaya pale, nikawakuta wasichana wanapiga paredi, nikaipenda paredi kwa sababu mimi ni mwana mazoezi. Alafu huwa napenda sana kuimba. Kwa hiyo nilipofika pale nikajiunga na lile kundi. Nilipojiunga na lile kundi nikawa kiongozi wa hamasa. Kwa hiyo nikaendelea, yani nikaipenda kwa sababu napenda kuimba, ni hobi yangu, napenda kuimba. Kwa hiyo nikawa pale na mazoezi, naimba. Kwa hiyo nikaipenda tu siasa kupitia ile. Sikuhamasishwa na mtu tofauti na kuona paredi. Sana, nimependa sana passion yako, ni nzuri. Lakini
natamani kufahamu kwa upande fulani, wanawake si wengi wanaojishughulisha na masuala ya siasa. Unahisi labda serikali ina mchango wowote katika kumuinua mwanamke? Serikali ina mchango katika kumuinua mwanamke, lazima iwe na mchango na ina mchango kwa sababu kwanza tunajivunia kwanza mama yetu yupo juu, hawezi kutuacha hivi, la kwanza. Lakini la pili, mama ndio kioo, yani mama, mimi nasema mama ni nambari 1 kwa sababu mama ndio mlezi. Kuinuliwa ni lazima tuinuliwe, na serikali inatakiwa ituinue. Na imesha tuinua kwa sababu tupo wenye vitu wa serikali, tupo ambaye ni kina mama. Lakini wajasiriamali wengi ni kina mama na serikali inatutambua. Kama mwenyekiti katika eneo lako, una watoto wa kike wengi, una mabinti, lakini hata nyumbani kwako pia, namna gani unafanya ili kuhakikisha hawa mabinti na hawa wanawake kwa ujumla wanainuka kiuchumi, kisiasa, kitamaduni na kadhalika? Nawapa elimu. Waingie wao wajasiriamali, lakini vile vile waingie kwenye vikoba. Namna gani tunatoa elimu? Natoa elimu kwa mmoja, ni kama vile nikiweka mkutano wangu wa hadhara, nasimama nazungumza, kina mama tujiunge na vikoba, na kule kuna elimu inayotolewa kwa wajasiriamali. Kwenye mtaa wako kuna mkoba ambao pengine unawahusisha wanawake pekee? Hapana, wa mchanganyiko. Lakini wanapewa kipaumbele. Kwa ufupi tu, pengine unaweza kutuambia kama mama, kama mwenyekiti, vile vile tunatamani mabinti wengi pia washiriki kwenye siasa licha ya uoga pengine tunaweza kusema, ama hofu tulionayo wengi. Kitu gani tunaweza kuzingatia ili tuingie kwenye siasa na tukawini? Yaani kuingia kwenye siasa na uwini wewe kama mama au mdada, kwanza ni kuondoa hofu. Ukishaondoa hofu tu basi utaingia kwenye siasa moja kwa moja. Maana wengi huwa wanasema siasa siwezi kuingia, sina hela. Siasa sio hela. Uwe na hela, usiwe na hela, wewe ukiingia kwenye siasa mradi unakubalika kwenye mtaa wako basi. Kuna haka kamsemo wanasema kwenye siasa kuna kachembe kiji ushirikina. Ushirikina sasa mimi hata siujui wala siwezi kuusemea. Kwa sababu siujui na sijawahi kuusogelea. Wala hujawahi kuhisi labda pengine kinachosemwa kipo. Sasa kama kipo, maana nikiangalia wengi wanaozungumzia habari ya ushirikina. Nikiwaangalia wengi familia zao zimeteketea. Sasa wewe baba yako kafa, mama yako kafa, ushirikina upo, si ndio? Kwa nini sasa ule ushirikina usikustopishie mama yako asife? Mimi nadhani kila kinachotokea ni mipango ya Mungu. Na kwenye siasa inazungumzwa hivyo kwamba huenda labda pengine mle ndani watu, yaani ili ukae kwenye siasa udumu kwa muda mrefu, kuna kijiushirikina lazima kawepo. Sio kweli. Mimi niseme hivi, si unaniona mimi hapa ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kitenge. Huduma zangu ninazitoa kwa uhakika. Mtu akija kuomba barua hapa simuombe hata 100. Hiyo najijengea mimi mwaka kesho, nikisipogombea mimi nitaenda kumwombea mtu kura. Anachohitaji mtu ambacho ni cha kisheria kwenye mtaa wangu ni huduma ni bure, na ninampa ushirikiano. Ofisi yangu ipo Miguuni, nikiwa na maana hiyo. Huku juu jamani kuna watu wanagombana, mimi na wahi na kwenda kule naenda kusuluhisha kesi nimemaliza. Kwa hiyo ninajijengea kwamba wale watu wale wanizoee kwa hivyo. Awali tumezungumzia kuhusiana na wewe kuingia katika masuala ya siasa, na nikakuuliza ni changamoto zipi ambazo umekuwa ukikutana nazo zaidi. Lakini sasa natamani kufahamu, wakati unafanya kampeni, kila kiongozi huwa anasimama na kutoa sera zake, ukinichagua nitafanya kitu fulani. Miongoni mwa ahadi ulizozitoa ni zipi ambazo tayari umeshazitekeleza ama ziko mbioni pengine kutekelezwa? Ahadi tulizozitoa mimi, ya kwanza ni huduma bure. Na ninatekeleza. Huduma bure, ukizungumza huduma bure na maana mtu anapoenda hospitali huwa anachukua barua kwangu. Zile 2,200 ambazo walizokuwa wanatoza wengine mimi sitozi. Ndio nilichoahidi hicho na ninakitekeleza. Labda niseme tu kingine ambacho nilichoahidi ni kwamba kama maji, umeme, vitu vyote ameshasimamia diwani. Zahanati ameshasimamia diwani, ndivyo vitu alivyoahidi. Mimi niliahidi tu kwamba huduma kwangu itakuwa bure na ninatekeleza. Na unahisi labda miongoni mwa zile changamoto ambazo unakutana nazo kila siku, pengine
zinaweza zikakufanya tena miaka kadhaa ijayo ukitaka kurudi madarakani ukarudi bila kipingamizi? Yani mimi kama umri ungekuwa unaniruhusu, kama ningejisikia afya yangu, sio umri, afya ikiniruhusu natamani kurudi, lakini nikijisikia afya hainiruhusu siwezi kurudi. Lakini si kwa sababu ya changamoto. Mimi sijapata changamoto kwa sababu kina mama wote, kina baba kwenye mtaa huu wananikubali. Umewahi kukutana na kitu ambacho kinakukatisha tamaa? Sijawahi. Na kwenye tukiachana na chama, pengine tuzungumzie uongozi wa kwako wewe wa serikali za mitaa. Mimi upande wangu mimi changamoto ni barabara. Ugumu ukoje kufanya kazi na wanaume ambao wao pengine na wao pia wamezoea masuala ya uongozi, lakini unafanya kazi nao wewe kama mwanamke, unakutana na ugumu wote? Sina ugumu wote kwa sababu kwanza wajumbe wangu wengi ni wanaume. 3 ni wanaume, wa kike ni wanawake. Na wote nafanya nao kazi vizuri na nikiwaambia wananielewa. Kwa hiyo sijapata changamoto kwa sababu labda bado muda ni mfupi. Labda mbeleni, lakini kwa sasa sijaona changamoto hiyo. Na mtazamaji wa Kikora Media, tunapomzungumzia mwanamke imara, tunazungumzia mwanamke imara katika kila eneo, si katika uchumi na kijamii pekee, hata katika masuala ya kisiasa. Basi na shaka umemsikia Rukia Said Hassani, mwenyekiti wa serikali ya mtaa huko Kitenge Ujiji. Ametufunza mengi siku hii leo. Basi na shaka umeshawishika kuingia katika masuala ya kisiasa kama ambavyo mimi nimejifunza na huenda nikagombea wakati mwingine. Kufikia hapa, wacha niseme tamati na jaramba hili tunalifunga kama ifuatavyo. Nikutakia kila la heri, tukutane tena wakati mwingine. Bye.